mwishoni mwa mwaka 2024. Wafanyabiashara hawa ambao kama nilivyosema hapo awali kwa idadi wako 50 wakiongozwa na Kanali Naftali Swai ambaye ndio mdai namba 1 kwenye shauri hili, wakiwalalamikia wamiliki wa jengo ambao ni Ashuru na wenzake 6. Kwa hiyo mahakama itakwenda kusikiliza madai hayo ambao kimsingi wadai wanadai fidia ya takribani shilingi bilioni 40 kutokana na hasara ambayo wameipata kwa wao kunyimwa fursa ya kutumia jengo ambalo walistahili kuendelea kulitumia mpaka sasa kwa shughuli mbalimbali za kibiashara kama ambavyo mkataba wao wa upangaji ulivyokuwa unasema. Kwa tunashukuru Mungu leo kwamba mahakama imetenda haki, lakini kwa kuzingatia mamlaka yake ambayo yametajwa kwenye katiba na yametajwa katika sheria mbalimbali ambazo zinasimamia masuala ya uendeshaji mashauri mahakamani. Kwa hiyo kwa kifupi hayo ndio yamejiri leo hapa katika Mahakama Kuu ya Tanzania Division ya Ardhi Dar es Salaam. Hapa kama kuna swali. Sehemu ya mgogoro ulioko mahakamani ni kwamba kuna watu walipoteza maisha waliokuwa wakifanya biashara zao kwenye jengo lile, lakini pia kuna watu walipoteza viungo vya miili kama mikono, miguu, ukiacha tu hiyo hasara ya mitaji ambayo ndio msingi wa malalamiko yaliyoko hapa, lakini hasara kubwa ambayo imepatikana ni upotevu wa maisha ya watu. Kwa hiyo yote hayo ndiyo yanapelekea msingi wa madai ambayo ni shilingi bilioni 40 ambao wadai wamekuja hapa mahakamani kuiomba Mahakama Kuu ione kwamba waliokuwa wanamiliki lile jengo wana wajibu wa kuwalipa fidia waliokuwa wapangaji na wafanyabiashara kwenye jengo lile, na ili waweze kuweza kutimiza huo wajibu sasa wa kubeba hiyo fidia, wanatakiwa wailipe hiyo fidia kwa wadai. Kwa kifupi ndio hayo ambayo yamewaleta watu mahakamani leo. Asanteni sana. Sisi kwa sehemu kubwa tuseme tunamshukuru Mungu, so akili zetu wala uweza wetu kwa ajili ya mapingamizi yao ambayo yalikuwa yamewekwa kutupwa. Ninasimama na neno ambalo liko kwenye Biblia baada ya Hamani kuitwa kwa mfalme na Esther kueleza kwa Hamani amewashtaki wana wa Wayahudi kuwa wote wanatakiwa kunyongwa. Aliporudi kwa mke wake alimwambia akasema, ikiwa hao waliokushtaki ni Wayahudi, kama ni kuanguka utaanguka tu. Ninasisitiza hili neno. Inawezekana walitaja magari na farasi, tumeendelea kumtaja Mungu na hatutaacha kumtaja Mungu. Tunategemea Mungu atakuwa msaada hadi mbeleni. Mungu atatupa ushindi. Tunamtumaini Mungu kupita kawaida. Ni kweli tumepoteza mali, tumepoteza nafasi za kufanyia kazi, ndugu zetu wamepoteza uhai. Tuna watoto wetu wengi waliopoteza uhai, waliopoteza viungo. Lakini tunategemea neema ya Mungu. Acha wataje magari na farasi, sisi tutaendelea kumtaja Mungu, na Mungu tunaamini ni mtetezi wetu aliyetufikisha hapa leo, atatufikisha mpaka ukamilifu wa dahari. Asante.